Kamishna wa Jeshi la Polisi Tanzania CP Alex Mkame amewataka maafisa, wakaguzi na askari wa Jeshi la Polisi kuzingatia maadili, nidhamu katika utekelezaji wa majukumu yao, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uhusiano mzuri na wananchi. Amesema askari hawapaswi kufanya kazi kwa mazoea kutokana na mabadiliko ya kasi ya mbinu za uhalifu. Akizungumza Agosti 22 mwaka 2026 katika maadhimisho ya miaka 15 ya umoja wa GH Tanzania, CP Mkame amesema wananchi wamekuwa wakilalamikia maadili ya baadhi ya askari, hivyo amewataka kutimiza wajibu wao kwa uadilifu na kuenzi misingi ya Jeshi la Polisi. Mlezi wa GH Tanzania ACP Mabuba Malima amesema umoja huo unaendelea kusaidiana na kushirikiana kwenye shughuli za kijamii, ukiwemo kutoa zaidi ya shilingi milioni 11 kwa shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wilayani Misungwi, pamoja na misaada mingine kwa wanachama na jamii. Tumekuwa na changamoto hili, wananchi wamekuwa wakitulalamikia kuhusiana na maadili ya maofisa wengi, wakaguzi pamoja na askari wa Jeshi la Polisi. Kwa hiyo mimi nipende kutoa maelekezo kwamba ili tuendelee kukaa humu jeshini na tuendelee kuwa na mahusiano mazuri na jamii, lazima sisi kwanza tuanze kuwa na maadili ambayo ni mazuri. Kwa hiyo nyinyi kama mmeweza kuwepo miaka 15, naamini mlikuwa mnazingatia. Kwa hiyo endeleeni kukumbushana kwamba ili twende pamoja, inapofikia wakati wa kustaafu tuweze kustaafu kwa pamoja. Basi tuendelee kuyaenzi maadili ya afisa wa polisi. Jeshi lile ambalo halina nidhamu, maana yake linakuwa kama kikundi cha wauni kilichojikusanya. Kwa hiyo tunasisitiza mnapoanza mwaka wa 16 sasa, ni vizuri kuendelea kuambiana kuhusiana na swala hili la nidhamu. Nidhamu ionekane katika mavazi, lugha, muda wa utekelezaji wa majukumu, mahusiano na wananchi na namna tunavyotumia mamlaka tuliyopewa. Askari asiye na nidhamu hawezi kuwa mlinzi madhubuti wa nidhamu katika jamii. Mheshimiwa Rais katika hotuba zake nyingi, lakini mkuu wa Jeshi la Polisi amekuwa akilisisitiza hili na amekuwa akilisimamia kwa wivu mkubwa kuhakikisha kwamba Jeshi la Polisi linakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Lakini tatu ni mabadiliko ya kifikra, mindset change. Dunia inabadilika kwa kasi na uhalifu nao unabadilika. Kwa hiyo askari lazima naye abadilishe namna ya kufikiri na kufanya kazi. Tujenge utamaduni wa kujifunza, kutumia teknolojia, kutafuta maarifa mapya na kutatua changamoto kwa ubunifu. Tusifanye kazi kwa mazoea kwa sababu tu ndivyo tulivyokuwa tukifanya. Tunahitaji askari mwenye fikra mpya, lakini mwenye kufikiria misingi imara ya taaluma na sheria. Hili litafanikiwa kwa kushirikiana na jamii na kuhakikisha kila mmoja anawajibika kwa kuthamini haki zake na za mwenzake. La 4 ni uzalendo na uaminifu kwa taifa. Kila mmoja awe mzalendo kweli, mwenye kulinda, kuipenda na kuitetea Tanzania. Tunapovaa sare za Jeshi la Polisi, tunabeba heshima na dhamana ya taifa. Matendo yetu yanapaswa kuonyesha uzalendo, uadilifu na utayari wa kulitumikia taifa bila kujali changamoto. Jambo hili la uzalendo linatugusa sote, hivyo kila mwananchi awe mzalendo wa kweli ili tuweze kudumisha amani ya taifa letu. Jeshi la Polisi sasa hivi liko karibu na wananchi. Maboresho ambayo yamefanyika ndani ya Jeshi la Polisi ndiyo matunda ya kuona mambo haya yote yanayotokea. Kwa hiyo afande, ukiwa ni kamishna wa kamisheni ya polisi jamii ambayo inalea mambo haya yote, ni kupongeze kwa kufanya jitihada kubwa na kuboresha kusimamia maboresho ndani ya Jeshi la Polisi ambayo yanawezesha ndani ya jeshi askari wa vyombo mbalimbali kufanya matukio kama haya kwa jamii. Lakini niwapongeze sana GH Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba tunapaswa kuiga mfano huu ambao wenzetu wameonyesha. Kupitia umoja wetu tumefanikiwa katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni ushirikiano na jamii katika kuzuia uhalifu. GH Tanzania imekuwa na nafasi ya kushirikiana na jamii katika masuala mbalimbali ya kijamii, hususan katika kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kuzuia uhalifu na kutoa taarifa za vitendo vya uhalifu na kushirikiana na mamlaka zingine katika kuhakikisha usalama na amani vinadumishwa katika jamii kupitia elimu ambayo tumekuwa tukiitoa kupitia umoja huu.
Kupitia mahusiano yetu mazuri na jamii, tunahamasisha wananchi kuwa sehemu ya suluhisho katika kukabiliana na vitendo vya uhalifu, matumizi ya madawa kulevya, ukatili wa kijinsia, migogoro na changamoto nyingine zinazoweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii. Leo hii tumeweza kutoa zaidi ya milioni 11 kutoka sehemu ya michango yetu, ambayo siku ya leo imenunua madawati 53, tumenunua magodoro 100, mashuka 200, mchele kilo 200, mafuta ya kupikia lita 60, maharage debe 1, pamoja na mahitaji mengine muhimu kwa watoto wanaosoma katika shule hii ya Mitindo.